Zaidi ya magari yanayokadiriwa kufika 1000 yamekwama katika eneo la Nanja, wilaya ya Monduli, mkoani Arusha leo, chanzo kikiwa ni ajali ya gari kubwa kukata barabara na kuzuia magari mengine kupita. Swahili Media imefika eneo la tukio na kuzungumza na madereva pamoja na abiria na kueleza kuwa hawajaona juhudi zozote zilizofanywa na viongozi katika kutatua kero hiyo. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Jina langu naitwa Shabani, ni agent wa Mumuki. Kilichotokea toka jana usiku ni jamu iliyosababishwa na ajali ya lori kukata barabara. Kwa hiyo kukawa hamna namna, njia imekata. Yaani njia haitoki wala haingii. Hilo ndo tatizo lilosababisha jamu. Mpaka sasa hivi hapa kuwa kuna tatizo la usafiri. Hapa gari ziko zaidi ya 1000 zilizokwama. Ziko gari zaidi ya 1000 kwa sababu ajali si tumeikuta, lakini inavyosemekana toka imetokea ajali nitoka jana usiku mida ya saa 4 usiku. Mpaka sasa hivi tunavyoongelea ni saa 5 kasoro, jamu bado ipo ya magari. Mimi lawama kubwa kwanza mimi napita hata kwa uongozi wa serikali yetu. Kwanza hatujaona juhudi yoyote ya kiongozi yoyote, sisi hatujamuona hapa. Angekuepo labda hata mkuu wa wilaya hapa. Mimi nadhani hapa kungekuwa kuna kiongozi mkubwa, hata waziri, sidhani hii jamu ingekuepo toka asubuhi hapa. Lakini ni kwa sababu kulikuwa hakuna kiongozi yoyote mkubwa wa kiserikali ambao amekuja akaonesha, kwa sababu mimi naamini hapa bado si tuko ni mjini. Hapa tuko mjini, hatuko zaidi ya kilomita eti labda 150 kutoka mkoani hapa. Tuko mjini, lakini tatizo hili limetokea, hakuna kiongozi mkubwa, hata mkuu wa wilaya tukuja kusema kwamba jamani nini kinafanyika. Mpaka sasa hivi hapa watu wanateseka, hakuna vyakula, tuko porini. Kwa hiyo ni changamoto kiukweli. Athari zipo za kuanzia hata kiuchumi, kwa sababu kuna watu sasa hivi walikuwa wapeleke mazao yao sokoni afike kwa wakati, wameshafanya biashara, wameshindwa kwenda kwa sababu ya kukosekana kwa barabara. Lori imekata barabara, hakuna juhudi yoyote. Lakini ingekuwepo juhudi yoyote kuanzia toka saa 4 usiku mpaka sasa hivi tunavyosema ni saa 5, ina maana wala hii jamu yote singekuwa imetokea. Kwa jina naitwa Petro Jo Samuel, natokea hapa na naelekea na Manga, lakini nateseka kuanzia saa 8 jamu kali ya hadi gari moja inafunga barabara, hauna hata cha kunyanyua mara moja, hauna msaada. Na kati Kenya tu wenyewe ni ndogo hapo, gari inapata breakdown sekunde inanyanyuliwa, tena iko na mzigo. Lakini Tanzania hamna. Sasa hii ni nchi gani sasa Tanzania nchi kama Tanzania ni kubwa mno, lakini breakdown dakika imeshaondoka, lakini Tanzania hamna. Sasa ndio nini tokea saa 3 usiku mpaka sasa hivi sisi tunateseka tu barabarani, basi ikija inatanua, sisi tunateseka. Hii ni halali ya uzembe unaonyesha ni viongozi bwana. Takuwa barabara itengenezwe, itanuliwe na breakdown iwepo kubwa, na maana hata ikipatikana sehemu ambayo kitu imetokea inatumwa chapu, kitu inatolewa, safari inaendelea. Lakini tokea ule muda mpaka sasa hivi tuko hapa tunateseka. Sio tumelala hapa. Basi ikija inatanua inaondoka. Hebu jiulize, sio sawa bwana hatujanywa tuko na njaa. Hapa mkate tunauzwa shilingi 7000. Hebu jiulize hiyo si shida Kwa jina naitwa Fabian Peter Kimario. Changamoto hapa ni kuna gari ilifunga njia tangu saa 3 usiku, tuko hapa paka sasa hivi saa 7 mchana. Tumelala hapa, tumeamkia hapa. Alafu bado paka sasa hivi hatujajua wanatoa hiyo gari saa ngapi ili tuweze kuendelea na safari. Uzembe mimi naona ni kuanzia kwa serikali, kwa sababu ungekuwa ungekuwa na msaada wa kuitoa ile gari tangu mapema, ungekuta tumeendelea na safari. Hapa hatujui inatoka hata saa ngapi. Jamu ni kubwa sana, jamu ni kubwa. Yaani kuanzia hapa hivi kutoka hapa paka hadi Makuyuni kule jamu. Magari ni mengi sana, anaweza kufika 1000 na. Yaani chai tangu asubuhi hapa mkate sasa hivi tunauzwa shilingi 7000. Unazidi kupanda bei masaa yanapozidi kwenda. Wameanza kutuzia 3000 mpaka sasa hivi wanauza 7000. Ni changamoto sana. Mimi nimetokea kama nikawa naenda Moshi. Hapa kuna watu wampakia ng'ombe, wanapakia mbuzi, zatakuwa ziende machinjoni huko. Watu wameshindwa kuwahi kwa wakati kwa sababu ya changamoto hiyo. Majina naitwa Mapigano Dismas, au jina maarufu naitwa MP. Of course kama unavyoona hii scenario, kuna ajali ilitokea hapa, ile gari lori lilipata ajali kakata barabara toka jana mida ya saa 3 saa 4 hivi usiku. Lakini sasa ilishindwa kutolewa mpaka asubuhi. Sisi tumefika hapa saa 2 mpaka sasa unaona muda huu tuko hapa, lakini foleni ni kubwa sana. Na magari rujua yatatokaje hapa. Mpaka sasa wameshaanza kuweka gari wamesukua pembeni.
lakini bado njia haipitiki vizuri, maana limekata nusu ya barabara. Kwa hiyo inayopitika ni barabara moja. Kwa hiyo mimi mpaka sasa hivi unafanyika utaratibu wa kuyapanga magari ili yaweze kutoka, ila kwa namna moja au nyingine bado msaada unahitajika hapa. Tofauti na hapo tutakesha hapa. Hapa ni zaidi ya magari 1000, ni zaidi ya magari 2000 ziko hapa, kwa sababu kuna gari zinatoka Arusha ni nyingi sana, lakini pia kuna magari yanatoka Babati, Karatu, zote zimeunga foleni hapa. Gari ni nyingi sana, zaidi ya gari 2000 zimekaa hapa. Kwa haraka ni ajali ya lori ambalo unaliona hapo mbele yetu, mkono wangu wa kulia hapa. Lilikata barabara jana usiku. Kwa hiyo katika matujui matatizo ya dereva ilikuwaje, lakini ilikata barabara jana, kwa toka usiku wa saa 3 usiku ilipokata barabara ndio sababu kubwa ya hii foleni kubwa unavyoiona hapo. Mpaka sasa hivi kuna mtu ambaye ameenda mkoani. Mpaka sasa hivi kuna mtu ameenda mkoani, na kama unavyoona mabasi yenyewe ni chomeka sana, mpaka yanasimamisha hata utaratibu wa kuweza kusaidia hiyo magari. Mabasi yenyewe inakuwa ni chanzo tena, chomeka ni nyingi sana. Hapa niko tangu saa 8. Jina langu naitwa Mkombozi. Ajali imetokea hapa toka saa 8, tuko hapa sisi. Tumekuta hii ajali. Tumekaa hapa toka saa 8 mpaka sasa hivi. Mkoa huu hauna crane. Kazi yao kununua maveite tu na masheria. Mkoa hauna crane. Sogeza ile gari inashindikana mpaka muda huu. Uzembe wanatakiwa wanunue makrane. Askari wanakuja wanazunguka tu, hawana cha kufanya. Sio wanataka wabebe gari na mikono. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Jina langu naitwa Jamila Mohamed.